Hali inazidi kuwa tete nchini Tanzania siku hii wakati uchaguzi unaendelea, lakini pia maandamano yanaendelea vile vile. Sasa hivi bana, kuna vita vikali ambavyo vinaendelea baina ya polisi na waandamanaji ambao wanapinga kura za leo. Lakini kingine ni kwamba serikali ya Tanzania imetangaza marufuku ya kutotoka nje, kwa kizungu maarufu kama curfew, ambayo sasa hivi unaambia kwamba inaanza mwendo wa saa 12 jioni mpaka usiku kucha, kwa maana kwamba hamna Mtanzania ama hamna raia ambaye anaruhusiwa kupatikana nje kuanzia saa 12 jioni, na hii ni kutokana na vurugu ambazo zinaendelea za maandamano kule Tanzania. Sasa marufuku ya kutoka nje ama marufuku ambayo imewekwa ya kutotoka nje ni kutokana na hali inavyozidi kuwa tete, hali inavyozidi kuwa mbaya kutokana na maandamano ambayo yanashuhudiwa. Lakini tukiacha mbali marufuku ya kutotoka nje, pia serikali imeweza kufungia mitandao. Unaambia kwamba mitandao sasa hivi kama vile TikTok, Instagram, WhatsApp na mitandao maarufu ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kusambaza ujumbe, picha, video na vitu kama hivyo, imeweza kufungiwa ili kuweza kuzuia waandamanaji na wananchi kuweza kusambaza video za kuhamasisha wenzao kuingia kwenye masuala ya kuandamana. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliongea mapema leo na waandishi wa habari mara tu baada ya kuweza kupiga kura katika kituo cha Chamwino kule Dodoma, akiwa anawasihi wa Tanzania ambao walikuwa bado wako majumbani kujitokeza ili kuweza kutekeleza zoezi hili la kidemokrasia la kupiga kura. Lakini pia akawa anawasihi waandishi wa habari kuendelea pia kuhamasisha pia wapiga kura waweze kujitokeza wapige kura kwa amani. Kumbuka leo hii hapa tarehe 29 Rais Samia alikuwa ametangaza kwamba ni siku ya mapumziko kwa ajili ya kuweza kuwapa muda watu ama wananchi kuweza kupata muda wao kuweza kutekeleza zoezi lao la kikatiba la kupiga kura. Sasa leo pamoja na kwamba ilikuwa imetangazwa kuwa ni siku ya mapumziko, lakini wananchi wamejitokeza barabarani kuweza kuandamana kuweza kupinga uchaguzi wa leo, na kuna baadhi ya video ambazo nilikuwa nimekuonyesha mapema zikiwa zinaonyesha waandamanaji wakiwa wanakabiliana na polisi, na kuna ripoti za baadhi ya watu ambao tayari wameshajeruhiwa, lakini pia kuna taarifa ambazo hazijadhibitisha kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia wamefariki kutokana na kupigwa risasi kwenye maandamano haya ambayo yanaendelea katika miji tofauti mikuu kule Tanzania. Lakini pia sehemu kubwa kabisa ambayo imeathirika na maandamano hayo ni Dar es Salaam, na mapema tuliona video za mtaa kama vile Kariakoo, mtaa maarufu sana ambao umesifika kwa kuwa na wafanyabiashara wengi, na maduka ilionekana kufungwa, na kuna baadhi ya maduka ambayo pia yameweza kuchomwa, na kuna maduka ya watu maarufu kama vile msanii Billnass ambaye duka lake la Nengatronics limeripotiwa kuteketezwa na waandamanaji. Lakini pia kulikuwa na picha ambazo zilikuwa zinaonyesha kituo cha mwendo kasi ama kituo cha mabasi ya mwendo kasi kikiwa pia kimepigwa moto na waandamanaji hao. Sasa shughuli zimetatizwa katika maeneo kadhaa, maeneo tofauti ya Dar es Salaam, huko maduka yakiwa yamefungwa na waandamanaji wakiwa wanakabiliana na polisi. Kuna shuhudiwa waandamanaji wakiteketeza vitu tofauti, mabiashara ya watu, lakini pia kuna magurudumu ya magari ambayo yanateketezwa katikati mwa barabara. Hali hii haijatolewa taarifa yote rasmi kutoka kwenye serikali zaidi ya marufuku ya kutotoka nje, lakini pia imetolewa ripoti ya kufungiwa kwa mitandao. Sasa hivi Watanzania wengi wanapata tabu sana kupita kwenye mitandao ili kuweza kujua nini ambacho kinafanyika.